Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni asubuhi njema tuweze kumwabudu Bwana na tufungue kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako tukivunja kila kazi za giza, na tunaomba ufalme wako ukashuke na ukatawale na kutamalaki katika ibada hii. Tupokee majibu ya kipekee, majibu ya kukumbukwa, tena majibu yasiyoweza kuzuilika na binadamu. Sifa zote zikurudie wewe, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Wimbo namba 163 katika nyimbo za Injili, wimbo usemao waponyeni watu, na tuimbe kwa pamoja. Waponyeni watu wamo kifoni, watoeni walio shimoni, na angukaye mumzuie, ya Bwana Yesu wahubirini. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko wahubirini. Wajapokawia anangojea, awasubiri waje tobani. Msiwadharau, muwaonyeni, wasamehe wakiamini. Walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko wahubirini. Mioyoni mwa ndani yule shetani ameyaseta mawazo yao, lakini kwa Bwana huwa mazima, tukiwavuta kwa pole yao. Walio kifani waokoeni, Mwokozi yuko wahubirini. Kawaokoeni waje njiani, mutimize mapenzi ya Bwana, na kwa nguvu zake warudi kwake, kwa subira waonyeni sana. Walio kifani waokoeni, Mwokozi yuko wahubirini. Haleluya. Lazima tuwaokoe walio kifoni, ni kwa sababu Mwokozi yuko na anataka tukawahubirini. Leo neno lasema ya kwamba Kristo ndiye njia pekee ya kuwaokoa watu. Kristo ndiye njia pekee ya kuwaokoa watu. Kifungu cha Biblia ni Waebrania mlango wa 2 na mstari wa 14. Neno lasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Na Bwana alibariki neno lake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ili kupata jibu sahihi kwa nini Kristo ndiye njia pekee kuwaokoa watu, lazima tujue ya kwamba Mungu ni muumba. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 na mstari wa 1 anasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na hivyo basi huyu Mungu muumba mbingu na nchi hata sasa hufanya kazi. Uwezo wake ni uwezo wa uumbaji, na ndiyo sababu anaweza kufanya njia pasipo na njia. Anaweza kuyageuza yanaonekana kwamba hayawezekani machoni pa wanadamu na kuyafanya yawezekane. Alipomuumba mwanadamu wa kwanza, alimpulizia pumzi ya uhai, na mwanadamu akafanyika kiumbe hai. Tunasoma Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 7. Huyu Mungu alimuumba mwanadamu vipi? Biblia inatueleza ya kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake yeye mwenyewe. Kwa mfano wake alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Hiyo ni Mwanzo 1:27. Mwanzo 1:28 inasema, Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu alimuumba mwanadamu wa kwanza na akamweka katika mamlaka ya kutawala na kutiisha, wala si aishi kutawaliwa na kutiishwa na vitu ama hali. Ili kuendelea kufurahia baraka hizi, Mungu akampatia mwanadamu agano lake. Mwanzo 2:17 akamwambia, matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, walakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani usile, siku utakapokula utakufa hakika. Mwanadamu aliishi kutunza agano hilo na kuishi maisha ya raha, ya amani, maisha yasiyo na mikasa, maisha yasiyo na laana yoyote ile. Chanzo cha matatizo basi ni gani mpaka sasa wanadamu wako katika dhiki na wanahitaji waokolewe kutoka kwa dhiki zao? Chanzo cha matatizo yote tunakisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Kwanza Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Tunaona shetani alipomjia mwanadamu kwa mfano wa nyoka akamdanganya. Mwanadamu aliyekuwa na ushirika wa dhati na muumba wake sasa akatenganishwa na Mungu. Mwanadamu ambaye alikuwa ni mtoto wa Mungu akafanyika mtoto wa shetani. Mwanadamu ambaye alikuwa yeye anaishi maisha ya kumpendeza Mungu sasa akageuka akakuwa mwenye dhambi. Kwa hivyo Mwanzo 3:4 hadi 5 tunaona vile shetani alivyomdanganya. Mwanzo 3:6 tunaona vile dhambi iliingia duniani, na Mwanzo 3 mstari wa 23 tunaona vile mwanadamu alivyotenganishwa na muumba wake na akafukuzwa atoke katika uwepo wake Mungu, akafukuzwa kutoka bustani ya Edeni. Mwanadamu aliyeathirika na matatizo haya matatu ya kimsingi: tatizo la shetani, dhambi na utengano, anabudi ile kuathirika na matatizo 6 ambayo naenda kuyaorodhesha sasa hivi. Tatizo la kwanza ni shetani aliyemdanganya. Sasa huyo shetani amefanyika babake. Yohana 8:44 nasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa maana hamna kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Tatizo la pili ni tatizo la ibada za sanamu. Na ndiyo sababu wengi katika jitihada za kutatua matatizo yao wanajaribu katika mambo ya uganga, ushirikina, ibada za wafu, wakidhania ya kwamba kwa jinsi hiyo watatatua matatizo yao. Lakini matokeo yake wameanguka katika tatizo la tatu, usumbufu katika akili yao. Hawana pumziko la kweli. Akilini mwao wana mizigo mizito. Yesu anawaita, Mathayo 11:28, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Wakati watu wamebeba mizigo ya dhambi, mizigo ya sheria, mizigo wamebebeshwa na adui, Yesu anawaita si awabebeshe mizigo zaidi, bali awapatie pumziko. Anawaita katika ushirika wa yeye, ushirika waliopoteza pale katika bustani ya Edeni walipomwasi Mungu na wakafukuzwa watoke weponi mwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo la 4 ambalo linamwathiri mwanadamu ambaye amefungwa na tatizo la kimsingi ni tatizo ya magonjwa ya kimapepo. Ndivyo walivyoteseka watu katika Samaria. Waliteseka na matatizo hata ya kupooza, hadi Filipo aliposhuka maeneo hayo akawahubiria Kristo. Mapepo yaliwatoka na kukawa na furaha kuu katika mji wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo sababu matatizo hata ya kuzoelea vitu kama madawa ya kulevya, matatizo mengine yasiyo na tiba, ni mapepo yanafanya kazi nyuma ya matatizo haya. Na watu wasipotatua hayo, wasipopata suluhu ya kudumu, basi wanakufa na kuangamia jehanamu. Waebrania 9:27 imesema amewekewa mtu kufa mara moja, na baada ya kifo hukumu. Wanakufa na kwenda katika hukumu ya jehanamu milele na milele. Na wakiwa na watoto, wakiwa na wajukuu na vitukuu, wanawaachia laana. Chunguza hili utaliona. Limeandikwa kwanza katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 4 wa 5.
vile watu wanalaaniwa kizazi cha 3 hadi kizazi cha 4. Chunguza jamii zenye waganga wa kienyeji, japokuwa hawataki watoto wao warithi mapepo ya uganga, hawana budi, mapepo haya yanawaandama hadi wapate jibu ambao Mungu mwenyewe amelitoa. Haleluya! Lakini kwa sababu wanadamu ni viumbe wa kiroho, wanang'ang'ana kwa njia mbalimbali, wanajiundia dini, wanajaribu kupitia elimu za dunia hii, filosofia na hata matendo yao mema. Biblia inatuambia vipi? Tukijua kwamba kila dini na kiongozi wake. Tunaona Biblia ikituonya katika Matendo ya Mitume 4:12, wala hapana wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine lililopewa chini ya mbingu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, ni Kristo Yesu peke yake. Na kama mtu anadhania kwamba filosofia yaweza kumuokoa ama yaweza mtatulia matatizo ya kiroho, soma Wakolosai 2:8. Inatuambia mtu yeyote asikufanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo, mapokeo ya awali ya wanadamu, ambao si kwa jinsi ya Kristo. Na wale ambao wanategemea matendo yao mema, wanafikiri kwamba yatawekwa kwa mizani, eti mema yakiwa ndio mazito, eti waende mahali pema. Biblia inatuonya hivi katika kitabu cha Isaya 64:6. Sote tumekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Haiwezi kutuokoa. Matendo yetu hata kama ni mazuri kiasi gani, hayawezi kutosha. Hayawezi kuwa mazuri kiasi ya kwamba yametosha kutununulia wokovu. Wokovu ni kupitia Kristo. Ni kwa sababu hiyo ndio njia pekee yake ambayo Mungu ametupatia sisi wanadamu. Na hivyo basi, nikiongea kwa kina zaidi, njia yake Mungu kumwokoa mwanadamu ni gani? Kwanza ni Mwokozi. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huyo ni Mwokozi tuliopewa. Huyu Mwokozi ni nani? Ni Yesu. Jina Yesu inamaanisha atakayewaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao, Mathayo 1:21. Na huyu Yesu aliye ni Mwokozi, ilimpasa afe msalabani, amwage damu yake isiyo na hatia, na kweli alikufa na akikata roho. Yohana 19:30 akasema imekwisha. Alimaliza matatizo haya, matatizo ya shetani, dhambi na utengano. Ukimwamini itakuwa ni baraka yako hii. Bwana Yesu asifiwe. Na akafufuka baada ya siku ya 3, baada ya kufa kwake akazikwa, siku ya 3 alifufuka. Wakorintho wa kwanza 15:4-5. Amefufuka na yuko hai milele. Tunazungumza habari ya Yesu ambaye anatenda kazi sasa hivi. Yuko hai, anakuokoa saa hii, anakuponya saa hii, anaweza kukutendea muujiza hata saa hii. Ni kwa sababu yuko hai. Yeye ndiye nani? Ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Mathayo 16:16. Na alipaa mbinguni baada ya kufufuka, Matendo ya Mitume 1:11, na atarudi tena. Ni kweli uwepo wake pamoja nasi, lakini kuna wakati unakuja atarudi tena kutuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naja upesi na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo 22:20. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi, elewa kazi ambayo Kristo alikuja kuitekeleza. Kwa kina zaidi kuongezea mambo matatu. Ya kwanza, kama mfalme wa wafalme, tunasoma kitabu hicho tumekisoma cha Waebrania 2:14. Nisome tena, nasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yaani Ibilisi. Kristo mfalme wa wafalme alikufa na akafufuka, akashinda mauti na akamshinda yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti. Alishindwa na Kristo mfalme wa wafalme. Najua kwa kawaida Ibilisi ni mfalme wa uwezo wa anga.
huwezi kumshinda kwa njia nyingine, ni njia ya Kristo mfalme wa wafalme. Yeye peke yake ndiye aliye na uwezo wa kumshinda Ibilisi aliye na nguvu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo Kristo ndiye kuhani, pamoja na kwamba ni mfalme wa wafalme, yeye ndiye kuhani wetu mkuu. Kitabu cha Waibrania 9 na mstari wa 12, neno lasema hivi: wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Si kwa damu ya mbuzi. Makuhani katika Agano la Kale walikuwa wanatumia damu za mbuzi, damu za ndama, lakini yeye aliingia patakatifu kwa damu yake mwenyewe isiyo na hatia, na hivyo basi akatupatia ukombozi wa milele. Ukimwamini na umpokee ndani yako, baraka hii itakuwa ni yako, ukombozi wa milele. Na la tatu, yeye ndiye nabii wa kweli. Kwa mwili wake mwenyewe ulioumizwa msalabani alitupatanisha na Mungu. Na ndiyo nisome Waibrania 10 mstari wa 9 na Waibrania 10 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno nasema hivi: na mlio wa hii ni Matendo ya Mitume 10, samahani, si Matendo ya Mitume, tuangalia Waibrania 10. Waibrania 10 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno lasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake ulioumizwa pale msalabani. Hiyo ndio ikawa pazia kwetu sisi. Sasa tunaweza kupaingia patakatifu. Ni kwa sababu yeye alitupatanisha na Mungu kupitia huo mwili wake. Haleluya. Na hivyo basi mwanadamu aokolewe vipi? Ni kupitia Kristo. Kristo peke yake ndiye anaweza kutupatia ushindi dhidi ya shetani ambaye ni mfalme wa uwezo wa anga. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8 inasema mwana wa Mungu walidhihirisha ili aharibu kazi za Ibilisi. Na Warumi 8:2 alitupatia uhuru mkamilifu kutoka kwa dhambi. Ndio nasema hivi, sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru kabisa na sheria ya dhambi na mauti. Haleluya. Hamna njia nyingine. Yesu mwenyewe alisisitiza hili. Yohana 14:6, mimi ndimi njia, ndimi kweli na ndimi uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu asikupotoshe kukwambia masuala ya wokovu ni huyu apite dini hii, huyu apite dini hii, tutakutana huko juu. Uongo mtupu huo. Njia ni moja na moja peke yake. Kristo aliye mfalme wa wafalme, aliye kuhani wa kweli na aliye nabii wa kweli. Hamna mwingine, ni yeye na yeye peke yake. Basi mwanadamu aokolewe vipi? Ni amwamini Yesu Kristo na amkiri kwa kinywa chake. Tunamkiri vipi? Tunamkiri kwamba yeye ni Bwana wa maisha yetu, na tunaamini ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ni Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Na tunafungua mioyo yetu na kwa ombi la dhati tunampokea. Ni kwa sababu anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Hiyo ndio Ufunuo mlango wa 3 na mstari wa 20. Sharti ufungue moyo wako. Ukifanya moyo wako mgumu, eti umeufunga, una dini yako, una mafunzo uliofunzwa, haitakusaidia. Kile atakayekusaidia ni Kristo utakapompokea ndani ya moyo wako. Yohana 1:12, bali wote waliompokea ndani ya mioyo yao aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Umpokee lini basi? Ufunuo 27 kitabu cha Methali 27 na mstari wa 1 inasema, usijivune kwa ajili ya kesho,
kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Mpokee Yesu Kristo sasa. Ukishampokea utakuwa na baraka hizi ambao namalizia nazo sasa hivi. Ya kwanza, utakuwa na baraka ya Roho wa Mungu kudumu ndani yako. Wakorintho wa kwanza 3:16. Je, hamjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Baraka ya pili, baraka ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Yohana 14:26. Roho Mtakatifu ni mshauri wetu, atatuongoza na atatukumbusha yote. Baraka ya tatu, baraka ya majibu ya maombi. Yohana 16:24. Hata sasa hamjaomba chochote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu itakuwa timilifu. Je, furaha yako haiko timilifu hadi sasa? Omba katika jina la Yesu, utapokea muujiza katika hilo uliombealo na furaha yako iwe timilifu. Baraka ya nne ni baraka ya huduma ya malaika. Waebrania 1:14. Malaika ni roho waliotumwa kuwahudumia wale wanaourithi wokovu. Baraka ya tano ni mamlaka ya kimbinguni tumepewa na Yesu mwenyewe. Luka 10:19 anasema, nimewapatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kuweza kushinda nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Sababu baraka ya sita, sisi ni wenyeji wa mbinguni na ni haki yetu kufurahia baraka za mbinguni kwa sababu sisi ni wa ufalme wa mbinguni. Haleluya. Baraka ya saba ya mwisho ni baraka ya uinjilisti wa ulimwengu. Tueneze injili kwa kuwa mashahidi, na Mungu atupatie ushahidi katika maisha yetu. Anasema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Hiyo ni Matendo ya Mitume 1:8. Ili kuwa mashahidi tunahitaji kitu gani? Tunahitaji ushahidi katika maisha yetu. Na nakubariki katika jina la Yesu Kristo, ukajawe na Roho Mtakatifu na ukawe na ushahidi katika maisha yako wa utendakazi wa Roho Mtakatifu usiotiliwa shaka, na kwa huo uwe shahidi wa Kristo mpaka mwisho wa dunia. Na kwa sababu Mungu anataka tuwe mashahidi mpaka mwisho wa dunia, tutarajie ushahidi wa kimataifa. Ili kufika mpaka mwisho wa dunia, ushahidi wa kimataifa, ushahidi usiotiliwa shaka. Na tusimame kama mashahidi wake Kristo popote tuendapo. Tusimuonee haya Kristo, tumshuhudie, naye ni mwaminifu kumimina baraka zake katika maisha yetu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, thibitisha neno lako na umbariki kila mmoja wetu kwa baraka za kipekee, baraka ambao ni ushahidi, nasi tutashuhudia na wengi wataujia ufalme wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Mungu akubariki.